Naam, Mkenya, karibu Capital Voice TV. Tunasikiza sauti ya Wakenya. Mkenya wa kawaida analia. Mkenya wa kawaida anahitaji msaada. Mkenya wa kawaida anahitaji ukombozi. Naam, tuko na ndugu yetu hapa. Je, kwanza kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Stanislaus Mulinge Ivuli kutoka Makueni County. Na mimi ni yule MP mtarajiwa Kaiti constituency, Makueni County. Yes. Ndio, ni mbunge mtarajiwa, yule anayetarajiwa kukomboa nchi hapa mbele. Je, kwa maswali mafupi, mwananchi wa kawaida amelia. Mwananchi anasema amekandamizwa na amefinywa sana na hii serikali, na mwananchi anataka ukombozi. Je, wewe kama mwananchi wa kawaida ambaye pia anatarajia kuchukua uongozi hapo mbele, unaweza ambia nini wananchi? Ama ni ipi ambaye inakusumbua ama uko nayo kwa akili yako kama wewe tu binafsi? Wakati, let me second what you say, ni ukweli mwananchi wa kawaida anaumia. Na wakati tunasema anaumia, tunafaa tujiulize anaumizwa na nini? Hii kuumia imetoka wapi? So kulingana na mimi, hii kuumia imetoka kwa uongozi wa nchi wenye hupo saa hii, wenye unaongozwa na rais mwenye yuko, that is Ruto. Sawa sawa. So mwananchi, kama tunataka kujikomboa kutoka kwa zile mashida tuko nazo kwa sasa, basi tujipange, tutoe kura, tuchukue kura, tutoe Ruto mamlakani come next year 2027. Yes. Ni kurudisha nyuma kidogo. Yes. Mwananchi ni takriban miaka mitatu tangia Rais William Ruto achukue mamlakani. Mwananchi analia. Na hapo awali, je, maisha ilikuwa rahisi? Compared to hapo awali, naweza sema saa hii maisha ni ngumu zaidi. Mimi nimekuweko wakati wa Kibaki, wakati wa hata Moi, na wakati wa Uhuru, lakini mwananchi hajailia venye saa hii analia. Kwa hivyo kwa sasa hivi naweza sema maisha imekuwa ngumu zaidi. Kwa nini? Sana sana juu ya ile vile nimesema uongozi. Unaona, tumeona wabunge wakilipwa wapitishe miswada ya kukandamiza wananchi pale bungeni. Kwa hivyo njia pekee ni kutoa Ruto. Yes. Okay, mwananchi analia akisema njia pekee mwafaka ya kukomboa nchi ni kutoa Ruto. Je, tukitoa Ruto mnamweka nani? Tukitoa Ruto kuna ile tunasikia inaitwa the alternative government. Wacha niseme the broader way of it, that is the opposition, yenye iko na linda mwananchi, yenye iko na the alternative government principles. Au wote ni maombi yangu mimi wakutane, wasikizane, waongee, watupee rais mmoja, na huyo ndio utapea kura. Huyo ndio atakuwa kiongozi wetu come next year 2027. Yes. Tuko na muda chache kabisa imebaki kutoka saa hii mpaka 2027, na hatujaona aswa United Opposition, linda mwananchi wakiongelelea mtu yeyote. Saa hii bado ni kuyumba, bado anayumba kwa Sifuna, Matiang'i, Kalonzo, Maraga na kuna wengine. Unajua, mwananchi wa kawaida yule ambaye anahitaji ukombozi anafaa ajue ni nani huyu atamkomboa, ndiposa afanye uchunguzi mwafaka, asije akafanya ile makosa walifanya mwanzo. Je, utaambia nini wananchi? Umesema kuyumba, lakini kwa formidable, tuseme group, right?
lazima kukuwe na hizo teething issues. Sawa sawa. Kwa hivyo kulingana na mimi hizo ziko sawa. Sawa. Kuyumba yumba iko sawa. Kwa sasa wajua hiyo kupigana ndio sasa hiyo tujuane, kuna mall, kuna nani, unaona? Because so that ultimately tupate mtu yule ako sawa. Sawa sawa. Pia jambo lingine kuhusu hiyo misukasuko kwa sasa we know Ruto as a crafty individual, as a crafty human being, right? So if we identify our presidential flag bearer that early, you never know. Ruto si mtu mzuri bana, anaweza ingilia aharibu mipango yetu. Kwa hivyo kulingana mimi naona ni plan ya hii maneno ya opposition. Tukisonga tu mbele tutajua ni vile tutafanya, tutakuwa na flag bearer. Kwa hivyo kwa sasa nafikiri kila kitu iko sawa, tusipanic kama wa Kenya. Yes. Si eti ni uoga mko nao. Una uoga basi, tuko sawa, tuko ngangari. Unajua ni mbio watu wanaenda. Mbio gani? Na hii mbio yenyewe inahitaji mwanariadha mkomavu. Lakini pia unapigana na nani? Unafaa kuwa very careful. So unajificha. Si kujificha, we are also strategizing. Na tufai pia kutoa siri zetu mapema. So tuko sawa. Kwa hivyo don't read ati tunaongopa, tutafanya nisi, tuko sawa. Ya mwisho, bajeti ambayo imesomwa. Ulisoma bajeti? Nimesoma bajeti mimi. Umeangalia bajeti vizuri? Yes. Je, kama mwananchi wa kawaida wewe, hiyo bajeti inakufaidi vipi ama imekufinya wapi? Imefinya 100%. Sawa sawa. Kwa nini nasema hivyo? It's not favoring mwananchi wa kawaida in any way. Why? Angalia mitumba imeongezewa, si hiyo taxation. Sawa sawa. Simu imeongezewa na hizo charges za simu, ukituma pesa, ukifanya nini, pesa zinaongezewa. Sasa ni bajeti gani hiyo itakuwa imesaidiaje mwananchi kusema ukweli? Na hiyo mitumba maana ya simu, hapo ni pale mwananchi wa kawaida anajitegemea. Kuna tunaona hawa social content creators wanatumia simu kufanya nini? Kufanya hizo vitu, kutuma pesa and all that. Kulingana na mimi, hii budget inaumiza mwananchi wa kawaida 100%. Na hapa mali ambapo muongelea mitumba, je, Mkenya ambaye hana kopi hajui ni nini kinaendelea, anasikia mitumba imeongezwa. Imeongezwa vipi na itamfinya vipi? Mwelezee tu Mkenya. 5% is a lot of money. For example, kama mtumba nilikuwa nanunua 100, sasa ni 400 shillings. Nitatoka kama hii ya 100 inanishinda, ya 400 nitaweza kweli? Kwa hivyo Mkenya wa kawaida ujue hiyo maneno ya mitumba kuongezewa nini na hapa, kwani sisi hata mimi nikiangalia mimi na wewe tumefaa nini? Nani amefaa nguo mpya hapa? Sisi tumefaa mitumba. Kwa hivyo kuongezewa kwa ushuru ya mitumba, I'm not for that, na hiyo ni mbaya. Na hiyo itanyinyaza mwananchi wa kawaida. Asante sana. Wewe ni MP mtarajiwa. Yes. Umesema hapo awali. Je, utaambia nini watu wako ambao wanakutegea, ambayo wanataka wajue uko na maono gani hapa mbele? Watu wangu wa Kaiti, tunajua zile shida tuko nazo, tunajua wale watu tumekuwa na wao pale mbeleni, MPs kama viongozi wetu, zile vitu mingi hawajafanya. Kwa hivyo raundi hii come next year, naomba mnipee kiti, na hizo vitu zote asijafanywa zenye nitakuja tuongee na nyinyi pale, niko tayari na nitazifanya. Okay. Thank you. Sawa, asante sana.